Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Na baadaye kwa kofia yako kama katibu mkuu, sina mashaka kabisa na uhuisho wa kasi ya utekelezaji wa baraza hili la wafanyakazi kuanzia pale lilipofikia kwenda mbele. Sina mashaka kabisa na utekelezaji wa yote yatokanayo na kikao hiki cha baraza la wafanyakazi, na nina imani kabisa kwamba sasa baraza hili litakuwa hai zaidi, kwa sababu wewe mwenyewe wamekusikia hapa, wamekuona hapa, una uhai wa ziada, lakini CV yako, uzoefu wako kote ulikopita, mchango wake kwenye baraza hili, mimi nina imani kabisa dira 2050 baraza hili litakuwa na mchango mkubwa kutufikisha chini ya uongozi wako, mwenyekiti wa baraza. Makofi kwake tafadhali. Hivyo wito wangu kwenu wajumbe wa baraza hili, mpeni ushirikiano. Kwa wale ambao hatupendi kasi sasa ya kazi ya ufuatiliaji wa mambo yetu tukishatoka hapa kwenye baraza kwenda kwenye management, na waomba tu hiyo kasi mkaadjust wenyewe. Sina mashaka na katibu mkuu wangu anapokaa pale kuiongoza ile wizara na kazi yake. Mkimpa ushirikiano, hii wizara itakuwa ni the best, the most shining kutokea hapa ilipo kwenda mbele kuelekea dira ya 2050. Hayo naomba niwaachie hapo ushirikiano, naamini kabisa mtampa, mimi ushirikiano wangu wote ataupata. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, napenda kuwapongeza kwa kutekeleza ipasavyo matakwa ya kisheria kwa kuitisha mkutano wa baraza la wafanyakazi mahali pa kazi ambalo limeundwa kwa kuzingatia kanuni ya 108 ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2003 kifungu cha 73 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu cha sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 6 ya mwaka 2004 na sheria ya majadiliano ya pamoja katika utumishi wa umma namba 19 ya mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2005 pamoja na mkataba wa baraza la wafanyakazi. Hii kwa wale ambao ni wageni kwenye utumishi wa umma wajue hizi ndio nyenzo zinazotuongoza katika kutekeleza wajibu wa baraza hili. Vile vile niwapongeze viongozi wa TUGHE kuanzia ngazi ya tawi hadi taifa kwa kuhudhuria kikao hiki. Viongozi wa TALGWU mkoa na tawi, uwepo wenu utasaidia kushauri maeneo yatakayoimarisha mahusiano baina ya management na wafanyakazi wa wizara. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza wajumbe wote kwa kuhudhuria mkutano huu muhimu wa kupitia, kujadili na kutoa maoni kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2025-26 na mpango na bajeti kwa mwaka 2026-27. Hongereni sana. Na niongezee sauti hapa ya mwenyekiti wa baraza aliyetoka hapa. Msipoongea vitu vinavyowakera na kuwakwaza, na mimi nitakapokuja kusoma huo muhtasari pia nitashangaa, kwa sababu mwenyekiti wa baraza wako humu wanatoka kwenda kuongelea mitandaoni. Mimi na evidence ninayo. Nilimtumia dapu taarifa fulani ya mtu ambaye anakerwa huko ofisini, amenyamaza kimya, analia machozi eti kila siku. Na hiyo message nitampa mwenyekiti wenu wa baraza, afuatilie ni kitu gani. Ina maana kama mtu anashindwa kuzungumza kwenye idara yake, kwenye kitengo chake, kwenye management, bado kuna kitu fulani, watu fulani wanataka kuwapeleka watumishi katika namna anaofikiria wao, kama vile hiyo ni taasisi yao. Hasa kwa ushahidi huu, mwenyekiti wa baraza atasema nanyi, na akirudi kwenye management ataona jinsi gani mnawawakilisha wenzenu ambao hawako hapa, mpaka wanaona njia sahihi ya kwenda kusema ni nje ya management. Hii ni dalili huenda kuna tatizo, na mimi natarajia mseme kwa sauti kubwa nyie ambao mmewawakilisha wenzenu wasiokuwepo hapa. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, ili kuweza kufikia dira dhima na malengo ya wizara, tunahitaji kuwa na mipango na bajeti inayozingatia utekelezaji wa vipaumbele vilivyowekwa. Ni imani yangu kuwa bajeti hii imeandaliwa kwa muktadha huo na imezingatia sera, mipango, mikakati ya kitaifa, ilani ya CCM ya uchaguzi wa mwaka 2025, kwa maana ndiyo chama kilichoshinda uchaguzi mkuu na kuiweka serikali iweze kuhudumia wananchi, lakini pia dira ya maendeleo ya taifa 2050 na mikataba ya kikanda na kimataifa kama alivyoeleza
mwenyekiti katika hotuba yake. Katika kufanikisha hayo, ni lazima kila mmoja wetu atimize wajibu wake, na ili atimize wajibu wake lazima awe na mazingira wezeshi, na mazingira wezeshi ni vifaa vitendea kazi, lakini na amani ya moyoni kwake. Sema amani ya moyoni kwake. Hicho ndio kifaa kikubwa zaidi kinachomfanya mtu aweze kutimiza wajibu wake ipasavyo, maana atajiona na yeye yuko kwenye hiyo safari tunaoiendea 2050. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, nawakumbusha kauli mbiu niliyowahi kuwapatia mara nilipoteuliwa na kuapishwa na Mheshimiwa Rais wetu kuja kuhudumu kwenye wizara hii kama waziri, isemayo kaza kazawa. Hebu semeni kaza kazawa. Maana yake nini? Kwa sauti kubwa. Sasa kama wewe unafanya kazi uko ofisini, lakini spirit yako haiungamani na wananchi, utazoea matatizo ya wananchi, utazoea sauti zao, hutaweza kuona wanasema nini, kwa sababu wewe uko mbali na wananchi. Kwa hiyo haya mnayoyafanya, muikumbuke kauli mbiu hii kwamba inatukumbusha mambo makubwa, ikiwemo kuwatumikia wananchi na kuimarisha mazingira ya watumishi. Tukikumbuka kauli mbiu hii, tutakuwa kila tukimwangalia mwananchi hivi ana amani, tunajihusisha. Maana sisi ndio wizara inayoshughulika na watu. Sauti yake tutajihusisha nayo, anasemaje? Maana sisi ndio makansela wafariji wa hawa wananchi. Kwa hiyo tunapotoka hapa kwenda kutekeleza huu mpango, tujue tuna wajibu huo. Hivyo nimtakie kila mmoja wetu kutimiza wajibu wake kwa kufanya kazi kwa bidii na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazotawala utumishi wetu wa umma. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, wizara hii inalenga kuimarisha ustawi na maendeleo ya jamii. Kwa msingi huo, hatuna budi kuhakikisha vipaumbele tunavyopanga kutekeleza kwa mwaka 2026-2027 vinaenda kujibu changamoto za wananchi. Na nishukuru kwa kuona kuwa vipaumbele na maeneo ya kimkakati vilivyotajwa katika hotuba yako mwenyekiti, hakika vimefasili changamoto za wananchi. Na hapa nikupongeze tena mwenyekiti wa baraza hili, umekuja na maono mapya. Umefumua vile vipaumbele, umevichanganua, umeviweka vizuri, vika align na dira 2050 kwenye rasimu ya hotuba mlionipa, ambao hapa pia naamini mtawasilisha ili wajadili kwa kina kabla tujaenda kwenye finalization, ili tufungamanishe sasa maono yako mtendaji mkuu, maono yangu na maono ya management na baraza hili, tuweze kwenda mbele kwa urahisi zaidi. Hivyo nisisitize tu kwa watumishi wetu wa wizara kwa pamoja kuwa tukishirikiana na wadau wetu tukatekeleze vipaumbele hivyo na kupata matokeo, na visibaki tu kama mpango, bali tuende tukavifanya halisia. Katika maelezo yako ya awali umeainisha baadhi ya changamoto na namna mtakavyokabiliana nazo. Natoa wito kwa wataalamu wote wa wizara kutumia elimu na ujuzi mlionao kubuni namna bora ya kukabiliana na changamoto hizi. Kila changamoto ina majibu, tukifungua fikra zetu vizuri. Aidha, nawasihi tuendelee kubadilisha changamoto zetu ziwe fursa zitakazotuwezesha kuchapa kazi kwa bidii. Ni wakati mwafaka kwa wizara kutumia kikamilifu mkataba wa huduma kwa mteja ili kutoa huduma bora kwa mujibu wa makubaliano yaliyopo kwenye mkataba huo. Na mkataba huo ujulikane kwa wananchi ili watupime, usiwe tu wetu sisi. Wananchi wajue kwamba ukienda wizara ile mkataba wa huduma ni huu hapa. Vinginevyo tutakuwa tunaujua sisi, wao hawaujui. Kwa hiyo lazima tufanye elimu kwa umma ili na wenyewe wakija watupe mrejesho. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, na amini ili tuweze kufanikiwa katika utekelezaji wa vipaumbele vya kimkakati vya wizara, basi hatuna budi kufanya yafuatayo kwa msisitizo mkubwa. Moja, kila mjumbe anayo haki na wajibu wa kutoa mawazo na ushauri kwenye utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-26 na mipango mipya inayohusu bajeti ya mwaka 2026-2027. Na hili mwenyekiti wetu wa baraza amesema vizuri. Msiposema, shida haitakuwa kwake na mimi, itakuwa iko kwenu. 2, changamoto za kiutekelezaji zijadiliwe na kutumika kama fursa kwa kina na kutoa ushauri na mapendekezo ya namna ya kuboresha. Aidha, watumishi, tekelezeni majukumu yenu kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma. Hapa ukikosea tu ndipo utakapokutana na mwajiri, utakapokutana na wananchi,
utakapokutana na waziri, lakini tatizo linakuwa ni kwenye kushindwa kufanya wajibu kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma. 4. Watumishi tujihadhari na tabia hatarishi zinazopelekea maambukizi ya UKIMWI, na kwa upande mwingine nina imani kabisa mwajiri wetu ataendelea kutoa huduma kwa waathirika kama inavyopaswa na kwa mujibu wa bajeti iliyopo. La 5, la mwisho sio kwa umuhimu, kupitia kikao chenu hiki basi baada ya hapo management yetu iendelee kuboresha mazingira ya kazi sambamba na maoni yatakayotolewa na baraza hili ili watumishi wote waweze kufanya kazi kwa tija na ufanisi. Ndugu mwenyekiti wa baraza na wajumbe wa baraza hili, ni matarajio yangu kuwa mtahitimisha mkutano wenu huu kwa kuweka maazimio yatakayotuwezesha kufanya kazi kwa bidii na uadilifu na ubunifu. Baada ya kusema haya, sasa natamka kuwa mkutano wa baraza la wafanyakazi wa kupitia utekelezaji wa majukumu ya wizara na bajeti ya mwaka 2026-2027 sasa umefunguliwa rasmi, na Mungu awabariki sana. Muwe na kikao chema. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.